Naomba ndugu zangu, amani na utulivu kwenye maeneo yetu. Kuna watu waliojipanga kufanya fujo. Amani na utulivu tulionayo sisi hatujazoea vurugu. Tumezoea amani, tumezoea kulima, tumezoea kufuga, tumezoea kuchimba madini. Wala hatukatazi na mtu, kila mtu kazi zake anazofanya. Naomba ndugu zetu, amani na utulivu tulionao kutoka kwa wasisi wetu tuliendeleze. Kila kitu kinataka amani. Kukiwa na vurugu, hautalima, hautafanya biashara, hautaenda sokoni, hatafanya kitu chochote. Hata kiwanda cha hawa watoto wa kinataka utulivu. Hiki kiwanda cha hawa, hivi kweli mabomu yanalima ndani, utakaa utamkumbuka mwanamke au mwanaume? Si ni kukimbia tu. Naomba sana ndugu zangu, tarehe 29 tukatiki, lakini akina mama nimewaambia tangu sasa tuwe wapole, tuwe taratibu. Tuanze kazi kuwabembeleza akina baba. Akina baba wanatupenda sana na wamesema watatupa kura akina baba. Sidhani kama anaweza kupoteza hata kata moja huyu mama. Sidhani kama kura zitapungua 90% za Maria. Sidhani kama 90% hazitafika kwa Mama Samia. Ndugu zangu, tunashindana na hawa waheshimiwa madiwani wenzangu. Nawaona tufanyeni kazi ya kutafuta kura za Mama Samia kwenye maeneo yetu. Hicho ndio kipimo chetu ambacho tutapima wenye vitu wa halmashauri na makamu. Chagueni maendeleo. Tukichagua Chama cha Mapinduzi tunachagua maendeleo. Ni mengi ambayo yamefanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, kila wilaya wana mambo mengi ambayo yameahidiwa na Rais wetu Samia Suluhu Hassan. Lakini mimi nimekuja kuhakikisha yale ambayo yamesemwa na mwenyekiti wa chama, yaliyosemwa na mwenyekiti wa UWT, na ambayo yamesemwa na mbunge wangu mpendwa, mwanangu mpendwa sana. Kwa kweli nampenda. Hivi tu nisingekuja. Kwa kuwa najua hawezi kuangusha wana Serengeti. Na nitamfuatilia kwenye ahadi zote ambazo zimeandikwa. Nitamsaidia kwa hali yoyote ile. Kufika popote pale kuyasemea matatizo yote ya Serengeti. Kwa kuwa na mimi nimekuja hapa, nimekuwa mwana Serengeti. Sitaona wana Serengeti tunapata shida yoyote. Wangapi watafuta kura nyingi za ushindi? Wanangu mpendwa, mwanangu mpendwa hasa. Mbele kura za ushindi, naomba nione mbele. Wananchi hawa bado wana imani kubwa na Chama cha Mapinduzi, na imani yao inasema wanaamini Chama cha Mapinduzi pekee ndicho chenye sera za maendeleo na ndicho chenye uwezo wa kutatua changamoto zao. Sambamba na hayo, mheshimiwa rasmi, kuna mambo yalitokea hata mimi kama binti ya Musa wangu. Katika mkutano niliokuwa nafanya, walikuwa vijana wanaanza kazi zao, na kumbuka kuna maeneo tulienda na maeneo ya wachimbaji wadogo. Siku ambayo tulikuwa na mkutano, walikuwa wanafunga kazi zao na kuja kusikiliza sera za Chama cha Mapinduzi. Lakini sambamba na hayo, mheshimiwa mgeni rasmi, mama zetu wajasiriamali, dada zetu na wajasiriamali wote kwa ujumla walikuwa wanahakikisha wanakuja na shughuli zao katika mikutano yetu, na ili kuonyesha ninaoongea sio wagongo. Angalia ile pale mjasiriamali, na hapo katikati kulikuwa kuna mama anasahau, wengine nimeona upande huu. Utaratibu umekuwa ni mkuu. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ni imani na deni kubwa kwa Chama cha Mapinduzi, na hii inathibitisha
bado kwa kiwango kikubwa sana wananchi wana matumaini makubwa ya Chama cha Mapinduzi. Na ninakuomba kwa kuwa wewe ni mjumbe wa halmashauri kuu ya kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, mfikishie salamu zetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeye kama mgombea wa nafasi ya urais, mwambie sisi watu wa Serengeti tumeamua kwa sauti moja, tutampa kura nyingi na za kishindo. Tutahakikisha mapema sana jimbo la Serengeti litakuwa jimbo la kwanza kumaliza uchaguzi. Maana ndugu zangu hawa wamenihakikishia kuanzia saa 12 wao wataenda kusimama vituoni. Hilo wanakadiria kwa kuwa idadi ya vituo imeongezwa mpaka kufika 510. Wanaamini mpaka kufika muda wa mchana sisi Serengeti biashara ya kupiga kura tutakuwa tumemaliza. Mwahakikishie Daktari Samia Suluhu Hassan sisi wana Serengeti tutampa kura nyingi za ndio ili aje atuletee uwanja wa ndege. Tutampa kura nyingi za ndio ili atuletee barabara. Tutampa kura nyingi za ndio kwa sababu msera wa Chama cha Mapinduzi ndio inatambua wachimbaji wadogo na ndio ambayo inaruhusu wasaidiwe na wapewe mikopo. Lakini sambamba na hayo, wajasiriamali wote, ndugu zangu vijana, ndugu zetu wanaoishi na ulemavu, tunatambua katika serikali ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ataenda kuitekeleza, ameahidi katika sekta ya ujasiriamali atakutengea bilioni 200. Mwambie utampa kura nyingi na za kishindo. Sisi moyo kura za Chama cha Mapinduzi moyo. Nilikuwa ninawaomba wana Serengeti wenzangu, maneno haya ya imani juu ya Chama cha Mapinduzi nimeyatoa mbele yenu ili mgombea wetu adumishe ujumbe wetu kwa mgombea wetu wa nafasi ya urais Daktari Samia Suluhu Hassan. Na waomba mnionyeshe mikono ya imani kwa Chama cha Mapinduzi, mikono ya imani itakayopiga kura nyingi mapinduzi. Sisi leo na ile kasumba inayoelea kwamba Serengeti eti tuna hifadhi kubwa na wakazi wachache ambao ni wafugaji, nenda kawaambie sasa tunakwenda kuwashangaza. Lakini Mungu wa mbinguni awapa afya njema, hekima, busara. Tarehe 29 mkajitokeze kwa wingi kukichagua Chama cha Mapinduzi. Tunajivunia Serengeti yetu nzuri kwa maana tumepata wadau wengi. Tuna wadau wa maendeleo wanaotokana na Chama cha Mapinduzi, wadau ambao kwa namna kipekee wameheshimisha Serengeti. Nisipate kigumizi, Mheshimiwa mgeni rasmi, nisije nikapata kigumizi cha kumtaja Daktari Limo Nyansaho. Mdau huyu wa maendeleo amesababisha Serengeti, amekijenga chama, ametoa misaada ya hali na mali, hadi leo ndio Serengeti na meremeta. Mimi naitwa Mama Kayaka, jina original sana Serengeti. Kampeni zimeenda vizuri. Matarajio yetu ni sisi kwenda kutoa tunachotakiwa kukifanya, kuwachagua viongozi sahihi tuliowaona katika maandalizi yao tangu walivyoanza kampeni mpaka sasa hivi. Hivyo basi tunahitaji watu wote wa Serengeti tujaribu kuona wajibu wa chama hiki tulichoamua kuchagua cha CCM, tukifanyie kazi kikamilifu na kuchagua viongozi walioadilifu. Hasa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan tunamkaribisha sana Serengeti, na binti wetu Mere na madiwani wote tunawahitaji. Emmanuel Josephati, mkazi wa kijiji cha Burunga, wilaya Serengeti. Kampeni za mwaka huu kiukweli ziko vizuri na kila mmoja amemaliza salama bila shida, na tunaamini tarehe 29 Oktoba tunaenda kutiki. Pengine matarajio yako ni yapi?
Matarajio yangu kwa mimi, naamini hakuna shida yoyote ile. Watu wajitokeze waende wakapige kura, hakuna kitakachoharibika. Yaani watu wawe na amani kabisa, na unapomaliza kupiga kura rudi nyumbani, au kama una shughuli uendelee na shughuli zako. Hakuna kitakachoharibika. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama viko kazini.